Bwana Yesu asifiwe sana. Nafikiri kwamba umeanza kupata picha halisi ya kile ambacho unachotakiwa kukishughulikia kwa siku zote hizi tulizo nazo kwa ajili ya mkombozi wa familia, a breadwinner. Na nafikiri kwamba unaelewa tunachokishughulikia sio kitu chepesi sana kama unavyofikiria. Na kwa sababu ya hiyo Roho Mtakatifu amekuwa akitupitisha kwenye maandiko mengi sana ili kuona umuhimu wa jambo hili la kuombea familia, lakini pia mkombozi wa familia. Na tumekuwa na nafasi ya kuomba dhidi ya vifaa vya kipepo ndani ya nyumba, na ipo ibada ambayo tumezungumzia hayo. Na andiko hili la Waamuzi sura ya 6, kazi na jukumu alilopewa Gideoni linatudhihirishia kwamba tayari tunaelewa jambo ambalo tunalotakiwa kuliombea na kulishughulikia. Ninakushauri sana, endelea kusoma kitabu hiki cha Waamuzi sura ya 6 na sura ya 7. Endelea kusoma namna ambavyo Gideoni alipewa kazi kwa habari ya jambo hili ambalo tunaloliombea. Kwanza tumeanza kwa habari ya familia, tukaomba kwa ajili ya toba kwa familia, moyo wa familia, tukaenda kwenye vifaa vya kipepo ndani ya nyumba, na tuko tunashughulikia kwa ajili ya mkombozi wa familia, mkombozi kwenye familia yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni muhimu sana usichukulie jambo hili poa, ili kwamba ujue kwamba unachoshughulika nacho sio kitu chepesi. Na Mungu ametupa neema kwa ajili ya jambo hili, na tunaamini Bwana anaenda kufanya jambo lisilo la kawaida kwenye familia yako. Ni muda ambapo tutaenda kuingia kwenye maombi mafupi kwa ajili ya mkombozi wa familia. Popote pale ulipo duniani, hakikisha unaunganika kwenye maombi haya na ibada hii, lakini pia endelea kuomba usiku wa leo. Patapo nafasi, amka. Kama umeelewa andiko ambalo limetumwa madhabahuni hivi karibuni, unatakiwa kuamka usiku. Unatakiwa kuwa unaamka usiku ukielewa nafasi ambayo Mungu amekupa kwenye familia yako, ukielewa nafasi ulionayo na fursa ambayo Mungu ameiachilia kwako na nguvu inayotenda kazi madhabahuni, basi utakuwa mtu wa kuamka usiku na kuomba. Sikiliza nikwambie, Mungu anapotaka kuisaidia familia yako, atamtumia mtu mmoja tu ambaye atakuwa kama mbegu ya kupandwa ndani ya familia, ili mema yazaliwe ndani ya familia yako. Unaweza ukaona kitabu cha Waamuzi namna ambavyo Gideoni aliyekuwa anasaga ngano chini ya mwaloni, na Bwana akamtumia Gideoni ili kuisaidia familia nzima, familia yake, na sio tu kwamba familia yake, lakini pia jamii yote ya Israeli. Sasa mtu wa Mungu, Bwana atamtumia tu mtu mmoja kwenye familia yako ili kuhakikisha kwamba familia inasaidika. Anaweza kawa wewe, anaweza kawa mtu mwingine, anaweza kawa mdogo, mkubwa, ama dada, kaka. Kwa hiyo Mungu huwa anamtumia mtu ili kuisaidia familia. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa vivyo hivyo pia adui na yeye atakapotaka kuiangamiza familia yako na kuiharibu familia yako, lazima atatumia mtu mmoja ambaye atavuruga akili yako na atavuruga akili ya wengine na kuwa mpinzani mkubwa sana wa kila kitu ndani ya familia. Anaweza kuwa mzazi, anaweza kuwa mtoto, anaweza kawa ndugu yeyote yule kwenye familia yako.
Nafikiri kwamba umeanza kupata picha. Nafikiri kwamba Roho Mtakatifu anaanza kufunua ufahamu wako na macho yako ya ndani yanaanza kufunguliwa, kwa sababu tunafaidika kwa kile tulichokijua na tunajua cha kufanya, kisha kujulishwa kinachoendelea kuhusu mkombozi wa familia yako. Kabla hata hajazaliwa, huwa tayari ameandaliwa na Mungu na kuwekewa kila kitu ndani yake ambacho kitakachomsaidia kusimama kwenye nafasi yake. Unaweza ukaona Gideoni, Bwana anamwambia uende kwa nguvu ulizo nazo, enenda na nguvu ulizo nazo. Yaani kuna jambo Bwana aliinvest, alikuwa amekwisha kuliwekeza ndani ya Gideoni. Na kwa mkombozi wa familia the same thing. Gideoni ni mfano tosha wa mkombozi wa familia. Huwa anakuwa amekwisha kuandaliwa, kuwekewa vitu ndani yake. Huwa tayari anakuwa ameandaliwa na Mungu na kuwekewa kila kitu ndani yake ambacho kitamsaidia kusimama kwenye nafasi yake. Ndio maana huwa na mashambulizi makali sana tangu wakiwa watoto wadogo, wengine kipindi wanazaliwa, wengine kabisa kipindi wazazi wana ujauzito wao, vita inaanza. Unaweza ukaona kwa habari ya Yesu. Yaani ujauzito tu kuingia, vita ikaanza. Unaanza kuelewa hata kwa namna ya kipekee sana. Roho Mtakatifu atakusaidia na utaanza kumjua ni nani mkombozi wa familia yenu, ni nani mkombozi kwenye familia yako. Unaanza kuelewa, unaanza kupata picha kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Hii ni madhabahu ya maarifa na maombi. Kwa neno la Bwana tunapata kufahamu kwa pitia Roho Mtakatifu. Maandiko yanasema kwamba hakuna anayeweza kujua yaliyo katika moyo wa mwanadamu isipokuwa roho ya mwanadamu mwenyewe, na hakuna anayeweza kujua kilicho katika Mungu isipokuwa roho ya Mungu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndiye anatufunulia na anatujulisha yote. Kisha kutujulisha, ujue kwamba kila julisho la Mungu ni ukombozi kwenye hilo eneo. Ukijulishwa kwenye eneo fulani, ukifahamishwa, ukipokea maarifa ya kimungu kwenye eneo fulani, ujue kwamba Bwana anaenda kukusaidia kwenye hilo eneo fulani kwa hayo majira. Na hata majira haya Bwana iko anazisaidia familia. Hata majira haya Bwana iko anaisaidia familia yako na mkombozi wa familia. Kwa hiyo hawa wakombozi wa familia, vita huwa inaanza wangali wadogo. Ndio maana utaona wengine wangali watoto kabisa wanaanza kupitia vitu vizito. Wanakutana na vita kubwa ambazo hata haziendani na umri wao. Unakutanisha mtoto ni mdogo lakini anapitia mambo mazito makubwa sana. Kwa hiyo ila huyo anayepitia maumivu makali na changamoto kubwa zinazozalishwa na vita anayokutana nazo, ndiye aliyechaguliwa na Mungu kusimama kama mkombozi wa familia yako. Huyo ndiye anaenda kusimama mahali palipobomoka. Mkombozi wa familia mara nyingi kwa macho ya nyama anaweza asivutie sana. Kwa macho ya nyama anaweza asivutie, na unaweza usimjue kiurahisi. Inawezekana usimjue kabisa kiurahisi na usimuelewe. Unajua hawa wakombozi wa familia mara nyingi hawaeleweki. Kuwa huyo ndiye anayesimama kwa ajili ya familia kutoka katika hali mbaya, lakini walio rohoni wanatambua jambo hilo. Ndio maana unatakiwa kuvaa silaha zote za Mungu na kumruhusu Roho Mtakatifu akusaidie katika hili. Sikiliza nikwambie, mimi naitwa mtumishi wa Mungu na mwalimu Joseph Lwamwe, na hii ni madhabahu ya maarifa na maombi. Namba zetu za madhabahuni za mawasiliano ni alama ya kujumuisha 2778624371. Lipo jambo Bwana ameweka ndani yako. Mambo Bwana amewekeza ndani yako ili kuisaidia familia yako. Muonekano wa mkombozi wa familia
Kwa nje anaweza asivutie, anaweza watu wakamtafsiri vibaya leo, na labda tabia yake ya leo ukiangalia unasema huyu. Kwa hiyo mkombozi wa familia anaweza akawa kahaba anayejiuza mwili wake, kama vile unaweza ukaona kwenye Biblia Rahabu, lakini alikuja kuisaidia familia. Mkombozi wa familia yako anaweza kuwa kijana mdogo, umri mdogo, anayechunga mifugo ya baba yako kama vile Daudi, lakini Bwana akamchagua, lakini Bwana akamtumia kama mkombozi kwenye hiyo familia ambayo imeteswa na Magoliati, ambayo imeteswa na Wafilisti, ambayo imekandamizwa chini ya ufalme wa giza karipatakadosi atapa. Neema ya Mungu ikamwezesha, neema ya Mungu ikamsaidia, maana imeandikwa kwamba inueni vichwa vyenu wenye malango, ili mfalme wa utukufu aweze kuingia. Dakika hii neema ya Bwana ikaingia ndani yako, wewe ambaye umekusudiwa kuwa mkombozi wa familia. Neema ya Kristo ikaingia ndani yako, na kila ambacho adui aliweka na kupanda ndani yako ili kukutumia, ninakingoa, na chochote ambacho Mungu alichoweka ndani yako kabla hajawekwa misingi ya ulimwengu, kabla mama yako na baba yako hawajakutana, Bwana akawekeza ndani yako, kabla mimba yako haijatungwa, Mungu akakutambua kwa ajili ya kuisaidia na kuikomboa hiyo familia. Kwa jina la Yesu, pokea nguvu ya kukusaidia, pokea nguvu ya kukutoa kwenye makwazo, ya kukutoa kwenye roho za upinzani, ya kukutoa kwenye roho ya kila kifungo kilichokushika. Kwa jina la Yesu ninakifungua, kwa jina la Yesu kinafunguliwa. Mkombozi wa familia anaweza kuwa mdogo kuliko wote, na anaweza kuwa kijana mwenye maono makubwa na mwenye ndoto kubwa zinazodharauliwa kama vile Yusufu, lakini Bwana akamweka kwa ajili ya kuitoa familia yake katika njaa na kuileta katika shibe, kuileta katika chakula. Mkombozi wa familia yako anaweza kuwa sio muongeaji sana kama unavyojua, lakini wengine huwa hawapendi kujionyesha. Wengi huwa hawapendi kujionyesha, kama vile Musa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mkombozi wa familia anaweza kuwa mpinzani mkubwa sana wa imani yenu katika Kristo kwenye hiyo familia yenu, na hawapendi kwa sababu mmeokoka. Huwa hawaeleweki. Anaweza kawa ni mlevi leo, anaweza kawa hapendi mambo ya Mungu, mambo ya imani katika Kristo, kama vile Sauli ambaye alikuja kuwa Paulo, lakini baadaye Mungu akaja kumtengeneza, kwa sababu huwa ni mpango wa Mungu. Kwa macho yako ya kawaida unaweza kujichagulia, unaweza ukajikuta kwamba kwa macho yako ya kawaida unaweza ukajikuta kwamba unajichagulia mwenyewe mkombozi wa familia, kama vile baba yake ya Daudi alivyofanya, mzee Yese ambaye ni baba mzazi wa Daudi. Hakutegemea kwamba mwanaye mdogo ndiye Mungu amemchagua kuwa mfalme mkuu ambaye atakayetawala katika nchi ya Israeli. Hakujua. Labda na wewe hata sasa uelewi maisha yako, hauelewi. Mkombozi wa familia, mambo yanaweza yakawa mabaya leo, lakini kesho Bwana anayo mpango, Bwana anayo formula yake ya Mungu, anayo wakati wake. Ndio maana maandiko yanasema, nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake, huku mkimtwika yeye fadhaa. Nazungumza na mtu ambaye Bwana amekutenga kuwa mkombozi kwenye familia yako, lakini mambo unayoyapitia sasa, jaribu na changamoto unazokutana nazo, vita unavyokumbana navyo, vimekufanya kwamba urudi nyuma, vimekufanya kwamba ukate tamaa, vimekufanya kwamba ujisahau, hata kuingia kwenye tabia zisizofaa. Ninaingia katika madhabahuni pa Bwana katika neema ya Kristo Yesu, nami ninatamka kwa jina la Yesu Kristo, Mungu, yamkini mtu huyu Bwana umempa nafasi ya kusikiliza ibada hii, nami kama mtumwa wako, nami kama mtumishi wako, nami kama mwanao anayefanya kazi madhabahuni pako, nina
Ninatamka katika jina la Yesu Kristo aliye hai, kila tabia ya kipepo inayompeleka nje ya kazi na kusudi ulilomletea duniani, kinyume na Roho wako Mtakatifu, kila roho inayomwendesha, ninaiamuru hiyo roho ikuachie, ninaiamuru hiyo roho iachie maisha yako, ninaamuru huyo shetani aliyekushika akatika, achie kwa jina la Yesu aliye hai, kwa moto wa Roho Mtakatifu, kwa moto wa Roho Mtakatifu. Kila mkombozi wa familia, ninaomba neema ya Bwana kushuka juu yake, kila mkombozi wa familia, every breadwinner, kwa jina la Yesu natamka kibali cha Mungu juu yake, mahali ambapo mambo yake yamekuwa yameshikwa, yamekuwa yamekwama, yamekuwa yamezembea, kwa jina la Yesu I speak right now, kwa jina la Yesu, neema ya utele, neema ya speed ya kimungu ishuke juu yako sasa, ishuke juu yako sasa. Wewe ambaye umekusudiwa kuwa mkombozi kwenye familia, natamka nguvu za Roho Mtakatifu juu yako, na kila kisicho cha Mungu kilichorambala ndani yako, kilicholala ndani yako, kilichotulia ndani yako, kisicho cha kimungu, kwa mamlaka jina la Yesu, nami nasimama katika mamlaka ya Yesu, katika ulimwengu wa roho, na achilia neema ya Bwana hapo ulipo, na kila cha kimungu kikashuke na kukuwezesha, na kila cha kimungu kikashuke na kumwezesha mtu huyo, ni katika jina la Yesu, na akatolewa kwenye hilo gereza. Ni muda wa yeye kama Yusufu kutolewa kwenye hilo gereza na kwenda kuisaidia jamaa, na kwenda kuisaidia jamaa, na kwenda kuisaidia familia yake, na kwenda kuisaidia familia yake, na kwenda kuisaidia familia yake. Mwisho ni msimu wa kutolewa katika gereza kama mkombozi wa familia, na kwenda kuitimiza ndoto kwa jina la Yesu aliye hai. Kila gereza ambalo adui amemweka mtu huyo, amemfunga mtu huyo, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai, natamka upako ambao ulioshuka juu ya Daudi hata akapata ushindi dhidi ya Goliath, ushuke juu ya mtu huyo, ushuke juu ya mtu huyo, ushuke juu ya mtu huyo, kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai. Huyu mkombozi wa familia, natamka neema ya kumwezesha, neema ya kumwezesha, neema ya kumsaidia katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Tunainua vichwa vyetu Bwana, tunainua vichwa vyetu Bwana, sisi kama malango, wewe mfalme wa utukufu, upate kuingia, upate kuingia, upate kuingia Bwana, upate kuingia Bwana, upate kuingia Bwana, upate kuingia Bwana. Neno lako linasema ya kwamba katika kile kitabu cha Ezekiel, neno lako linasema kitabu cha Ezekiel ile sura yake ya 22 mstari wake wa 30, neno lako linasema ya kwamba Bwana, nami nikatafuta mtu miongoni mwao atakaye litengeneza boma na kusimama mbele zangu mahali palipobomoka kwa ajili ya nchi, nisije nikaiharibu, lakini sikuona. Kwa jina la Yesu unaenda kuona Bwana, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu ninasimama miongoni mwa wakombozi kwenye familia na kuijenga boma. Ninaijenga boma, ninaijenga boma kwenye familia, ninaijenga boma kwenye familia, na kusimama mbele zako Bwana kwa ajili ya familia, na kusimama mbele zako Bwana kwa ajili ya familia mahali palipobomoka, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, mahali palipobomoka kwa ajili Bwana ya familia, ninasimama mahali palipobomoka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila uharibifu ulioingia, kila vifaa vya giza, kila vifaa vya kipepo, kila vifaa vya kichawi, kila vifaa vya hila, kila vifaa vya shetani vilivyoingizwa kwenye nyumba, vilivyoingizwa kwenye familia, vilivyoingizwa kwenye nyumba, vilivyoingizwa kwa kujua ama kwa kutokujua Bwana, na vichomwe moto wa Roho Mtakatifu, na vichomwe moto ya Roho Mtakatifu, na vichomwe moto ya Roho Mtakatifu, ni katika jina la Yesu. Maana imeandikwa katika kitabu cha Hesabu sura yake ya 23 mstari wake wa 23 ya kwamba juu ya Israeli hakuna uchawi, juu
juu ya Sayuni hakuna uganga, juu ya Israeli hakuna uganga, juu ya Yakobo hakuna uchawi. Kwa jina la Yesu, ndani ya nyumba hakuna uchawi, ndani ya familia hakuna uganga. Ni katika jina la Yesu, ni katika jina la Yesu. Vifaa vyote vya giza vilivyoingia kwenye nyumba, vifaa vyote vya giza vilivyoingizwa ama vilivyoelekezwa kuingia, ninaviondoa kwa upanga wa malaika mkuu, kwa upanga wa malaika mkuu, kwa upanga wa neno la Bwana, kwa nyundo ya neno la Bwana. Ni katika jina la Yesu aliye hai, ni katika jina la Yesu aliye hai, ni katika jina la Yesu aliye hai. Bwana, yamkini vipo vifaa, watu wabaya, watu washirikina, watu wa kipepo, watu wa giza, mapepo, nguvu za giza, maadui walivichukua hivyo vifaa, Bwana, wakavipanda katika ardhi, ili kwamba vinene mabaya, ili kwamba vinene hila, ili kwamba vinene magonjwa, ili kwamba vinene umaskini, ili kwamba vinene ufukara, ili kwamba vinene kwa mahangaiko, ili kwamba vinene mateso, ili kwamba vinene kuhangaika, ili kwamba vinene kwenye familia moja ya kwamba hakutakuwa na atakayeolewa, ili kwamba vinene kwenye familia hakuna atakayefanyikiwa, hakuna atakayekuwa kiuchumi, hakuna atakayeendelea kielimu, hakuna atakayekuwa job. Hivyo vitu hata sasa Bwana vimezikwa kwenye ardhi, vinapiga kelele, lakini kwa siku ya leo iko damu yako Yesu iliyomwangika, iko damu yako iliyotoka kwenye paji lako la uso ulipokuwa ukiomboleza kwenye bustani ya Getsemane. Maandiko yanasema damu ilichuka kutoka kwenye paji la uso ikadondoka mpaka chini, na hata ulipochomwa mkuki damu ilidondoka mpaka kwenye ardhi. Kwa jina la Yesu ninatumia neno lako Bwana. Imeandikwa kwenye kitabu cha Yeremia sura 1 mstari wa 10, nayo yanena ya kwamba angalia, nimekuweka leo hii juu ya mataifa na juu ya falme, ili kungoa. Kwa jina la Yesu karia pata, Mungu liye hai, na ngoa kila vifaa vyote vya giza, kila vifaa vyote vya kipepo kwa jina la Yesu. Imeandikwa ya kwamba angalia, nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme, ili kungoa ufalme wa giza ambao vimepanda kwenye ardhi dhidi ya familia hii, dhidi ya familia hii, dhidi ya familia hii, na vingoa kwa jina la Yesu. Imeandikwa na kubomoa kwa jina la Yesu. Ninabomoa every demonic material, ninabomoa kila kuta za vizuizi zinazowazuia watu wasifanye biashara na kuendelea, zinazowazuia watu wasifike kwenye kiwango fulani cha uchumi. Kwa jina la Yesu ninabomoa kwa neno la Bwana. Imeandikwa na kuharibu rata ya Nemiana. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu ninaharibu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu aliye hai, katika jina la Yesu aliye hai, katika jina la Yesu aliye hai. Neno lako linasema mwivi haji ila aibe, ila ateketeze na kuua. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, ninaharibu mipango yao yote kwa jina la Yesu. Neno lako linasema kwamba ili kujenga na kupanda kila chochote ambacho mwivi aliingia kwenye familia hii na kuharibu na kuteketeza na kubomoa na kuua, ninasimama kwa jina la Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu Kristo ninayo mema, ninajenga yote yaliyobomoka kwenye familia ya mwanao, kwenye familia ya mtu huyo, kwenye familia ya mtu huyo, kwa jina la Yesu. Kwenye familia zetu vyote vilivyobomolewa vinajengwa leo, kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Katika ulimwengu wa roho tunainua. Neno lako linasema ya kwamba nitayainua manguko, nitasimamisha kuta za Daudi tena, nazo zitasimama kwa jina la Yesu. Kuta zilizoanguka, manguko yote na isimame. Tunaijenga manguko ya uzao, manguko ya uchumi, manguko ya biashara, manguko ya mafanikio, manguko ya kustawi, manguko ya kutawala. Tunaijenga manguko ya uzao kwa jina la Yesu, manguko ya afya tunaijenga kwa jina la Yesu, na tunapanda mbegu njema, tunapanda mbegu njema. Ninaipanda kwenye familia hii, ninaipanda kwenye familia mtu huyo, ninaipanda hiyo mbegu njema, Hakika wema na fadhili vitanifuata mimi siku zote za maisha
maisha. Hakika wema na fadhili vitanifuata mimi siku zote za maisha. Hakika wema na fadhili vitanifuata mimi siku zote za maisha. Hakika wema na fadhili vitanifuata mimi siku zote za maisha. Hakika wema na fadhili vitanifuata mimi siku zote za maisha. Hakika wema na fadhili raya vitanifuata mimi siku zote za maisha. Hakika wema na fadhili vitanifuata mimi siku zote za maisha. Kwa jina la Yesu, wema na fadhili vitaifuata familia yangu siku zote, siku zote, siku zote, siku zote. Hakika wema na fadhili vitafuata wote waliochaguliwa kama wakombozi wa familia. Hakika wema na fadhili viwafuate, viwafuate kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila nchi, kila nchi, kila mkoa kwa jina la Yesu, kila tarafa, kila wilaya kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila bara, iwe ni bara la Afrika, iwe ni bara la Asia, iwe ni bara la Marekani ya juu na ya chini, iwe ni bara la Europe, iwe ni bara la Australia, kila nchi, iwe ni nchi zote kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu aliye hai. Rika ya baba. Oh Bwana, oh Yesu Mungu li hai, oh Bwana Mungu li hai, oh Bwana Mungu li hai. Huyu ambaye ni breadwinner, huyu ambaye ni mkombozi kwenye hii familia, oh muanoint right now, right now, right now, right now, right now. Apokea upako, pokea upako, pokea upako kwa jina la Yesu ya kukuwezesha. Pokea upako ya kukuwezesha wewe kama mkombozi kwenye hii familia yako. Pokea upako, pokea upako. Receive the anointing katika jina la Yesu. Receive the anointing, be filled with the Holy Spirit right now kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Bwana anamwambia Gideoni, nenda na nguvu ulizo nazo, nenda na nguvu ulizo nazo kwa jina la Yesu. Ondoka na nguvu hizi, ondoka na nguvu hizi za Roho Mtakatifu, ondoka na nguvu hizi za Roho Mtakatifu zikakuwezesha kuvunja hiyo madhabahu ya Baali, kukata hiyo ashera ikakatika kwenye hiyo familia, kwenye hiyo familia, kwenye hiyo familia, kwenye huyu mkombozi. Hiyo ashera ivunjika, ivunjika, ivunjika by fire, by power, by fire, by power, kwa moto, kwa moto, kwa moto. Wapo wengine magonjwa yanawashika ghafla, wapo wengine magonjwa yanawashika kabla ya wakati, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai. Thank you Jesus. Asante Bwana. Asante Bwana. Ya ta ya ratapa ya katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Wapo wengine ambao ni wazao wa kwanza kwenye familia, wapo wengine ni wazao ni wanawake, wapo wengine ni vijana, bado ni vijana, wapo wengine bado ni watoto, wapo wengine tayari wamezaa, wapo wengine Bwana ambao wanajiandaa. Kwa jina la Yesu wasaidie katika jina la Yesu Kristo. Mungu li hai, Mungu li hai, Mungu li hai. Waone neema yako ya kipekee sana, waone neema yako ya kipekee sana. Ni katika jina la Yesu, ni katika jina la Yesu, ni katika jina la Yesu aliye hai. Glory to God, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi na Mungu aliye hai. Hata sasa tunakushukuru kwa neema na rehema zako kwa jina la Yesu aliye hai. Amen, amen, amen. Mungu akubariki sana mtu wa Mungu. Ukisikia ndani yako kuna nguvu ya kuendelea kuomba, just keep on praying, endelea tu kuomba. Ukisikia ndani yako kuna nguvu ya kuendelea kuomba, endelea kuomba. Na jambo lolote ambalo Roho Mtakatifu atasema ndani yako, endelea. Lolote Roho Mtakatifu atakuelekeza kufanya, endelea. Wapo wengine mtapokea taarifa maalum kabisa kutoka Roho Mtakatifu, atawasaidia kwa taarifa ya jambo nalotakiwa kulifanya. Utakiwa kujiuliza maswali mengi, yani fanya mara moja lolote ambalo Roho Mtakatifu atakuelekeza katikati ya maombi. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Kumbuka kwamba hawa wakombozi, huyu mkombozi wa familia mara nyingi sana huwa anashambuliwa kwenye maeneo mbalimbali. Adui huwa anamshambulia kwenye uchumi, magonjwa, afya yake, biashara, elimu na mambo mengine. Lakini lipo jambo kubwa sana, akishindwa kwenye hayo maeneo ama akifanyikiwa kwenye hayo maeneo huwa anaachilia shambulio kubwa sana ambalo nitakuja kukueleza
siku ya kesho tunapoendelea na mfungo. Wewe ambaye ni mara yako ya kwanza kushiriki na kuisikia sauti hii ya Mwalimu Joseph, namba zetu za mawasiliano ni hizi: alama ya kujumuisha 2778624371. Andika kwenda namba hii ni unge, na utawezwa kuungwa kwenye madhabahu ya maarifa na maombi, ambayo ni group la WhatsApp. Ni madhabahu ya Mungu halisi kabisa, Mungu na watu wake. Tunaomba kila siku asubuhi na jioni, na tunapokea maarifa kutoka neno la Bwana na tunaimarishwa. Na muhimu sana, tunaimarisha mahusiano yetu na Yesu Kristo. Na wewe ambaye hujaokoka, wasiliana nasi kwa namba hizo kwa maelekezo, kwa sababu muda sahihi na wakati sahihi ni huu. Yesu anakupenda sana. Hujasikiliza sauti hii kwa bahati mbaya, kwa sababu upendo wa Kristo ni mkubwa sana kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wewe ambaye unataka kuwa partner wa huduma hii, wasiliana nasi kwa namba zetu hizo za mawasiliano, na utaelekezwa na utaambiwa ni kipi cha kufanya na kuzingatia. Mungu akubariki sana. Keep on shining, keep on praying. Kumbuka, kaa uweponi mwa Bwana. Ninakupenda, lakini ukweli ni kwamba Yesu anakupenda zaidi. Jambo la mwisho na muhimu, hakikisha unamtumia kila mwanafamilia maombi haya. Yaani hakikisha kabisa kila mwanafamilia ambaye una namba zake na anatumia WhatsApp ama anatumia mitandao mingine ya kijamii, lakini anaweza akaplay audio hii, ama kama hauna namba zake, mpigie simu mara moja, mwambie aingie kwenye channel yetu ya YouTube Joseph Lwamwe. Atakutana na haya maombezi na ibada hii, atakutana nayo huko na ajiunganishe na aombe. Kwa hiyo Mungu akubariki unapowatumia na kuwashirikisha, na neema ya Kristo isikupungukie. Mungu akubariki. Shalom.